Mwanzo ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikia siku ya leo na kutamatisha maandalizi yetu dhidi ya kuelekea kwa mchezo wetu dhidi ya Simba. Maandalizi yamekuwa mazuri, maana tunajua tuna timu kubwa, tuna timu nzuri, timu yenye historia. Tunaamini tutakuwa na mchezo mzuri zaidi hapo kesho dhidi ya Simba. Sawa, nikaribishe maswali matatu kwako mwalimu. Swali. Karibu. Jitambulisha nani na unapiga media gani na swali lako? Naitwa Petro Mzigo, natokea PMTV. Nikiripa mchezo uliopita uliocheza nyumbani katika msimu uliopita, mlitoka sare ya 1-1 na kupelekea kwa ile notion ya kwamba Simba wanapokuja kwenye uwanja huu huwa wanakutana na mechi ngumu. Kuelekea kwenye mchezo wa kesho, mnajipangaje kuendeleza kile ambacho kipo katika akili za watu especially mashabiki wenu? Mimi kama mwalimu na timu kama Pamba, sisi hatufanyi mazoezi ya kukamia, maana tunajiandaa kukabiliana na timu yote ambayo itakuja mbele yetu. So hakuna kufanya mazoezi ya kukamia, tunajiandaa ili kukabiliana na timu yote ambayo inakuja mbele yetu, iwe ni Simba, iwe ni Dodoma Jiji, iwe ni Fountain Gate. Swali la pili kwa mwalimu. Coach, kesho mnaenda kucheza na Simba Sport Club, miongoni mwa timu ambayo ipo kwenye mwendelezo mzuri kutokana na namna ambavyo ilicheza mchezo wa kwanza na ilipata matokeo dhidi ya Kagera. Kesho tegemea mabadiliko yote ya namna ya uchezaji ili kuhakikisha mnapata alama 3 na kama sio 3 mnapata alama 1. Kutakuwa na mabadiliko kidogo, maana kwenye mechi ya kwanza kuna wachezaji ambao tuliwakosa kulingana na issue ya uongozi leseni, ila kuna wachezaji ambao kesho tutawapata kwenye mechi hiyo, na kila mechi na approach yake. Mechi ya Dodoma tulikuwa na approach tofauti, ya Simba tulikuwa na approach tofauti, na pia kuelekea kwa mechi ambayo itafuata kuna approach tofauti. So kila mechi ina approach yake tofauti. Shukrani sana. Nikaribisha swali la tatu na la mwisho tafadhali, naweza ili uweze kusikika kwenye mic. Asante. Mwalimu. Sawa, sauti. Mwalimu, kwenye wachezaji hao ambao wanakosekana, mechi ya kwanza walikosekana na hapo umesema kuna baadhi wanarudi, baadhi hawapo. Ninyi kama benchi la ufundi inawakata namna gani? Kwa sababu mnaajiriwa, viongozi wanakuwa wanahitaji matokeo. Lakini mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, wakati mwingine upate watu wako. Wewe kama mwalimu unaichukulia namna gani? Kwa mimi kama mwalimu, kazi yangu ni kuandaa timu uwanjani. Kazi nyingine hizo za uongozi hizo nyingine. Kazi yangu ni kuandaa timu uwanjani ili wawe vizuri kiafya na waweze kuapproach team, waweze kupata matokeo. Nikushukuru sana.